Yesu Kristo, tunalisifu jina lako na kuliinua zaidi ya majina mengine yote. Amen. Wewe ni Mungu uliye muumba wa mbingu na nchi na vitu vyote vilivyomo ndani mwake, Jehova. Oh, yes. Tunakubariki na tunakuheshimu hata siku ya leo. Amen. Umetuandalia siku ya leo kila mmoja wetu. Umetupa uhai, umetupa afya na hata umetupa nafasi ya kufanya kazi na tunakushukuru. Pia umeturuhusu wakati huu wa manguli ya mchana tukaweze Bwana kuendelea katika lanjawa, tukaweze kupokea neno lako ambalo limekuwa msaada katika maisha yetu. Nataka kuomba ya kwamba kila mmoja siku ya leo ambaye Bwana ako na hitaji katika moyo wake, na mkabidhi mikononi mwako, ya kwamba Mungu kaweze kumtenda mema, uweze kumponya, uweze Bwana hata kumuinua, uweze kumshindania Bwana katika hali yoyote ambayo amekwama. Natangaza ya kwamba uandae moyo wa kila mmoja vile ambavyo umekuwa unapokea neno lako kila wakati tukiwa hapa kutoka Jumatatu hadi Ijumaa. Tunataka kuomba ya kwamba hata siku ya leo utawanenea. Asante kwa sababu siku ya jana uliweza kunena pamoja nasi, na hata leo utatunenea. Jumatano, kesho, Alhamisi na Ijumaa, na hata mawiki zijazo utakapotupea nafasi na tunuku, tutakushukuru. Asante Mungu wa Israeli kwa ajili ya hili neno. Ninapolisoma Bwana ukalitia uhai, ili likaweze kupokelewa na likaweze kubadilisha maisha ya watu wako. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Haleluya. Kwa hiyo mahali popote ulipo unaweza kusema amen. Amen. Na kama uko na Biblia yako ambayo ni Biblia labda umebeba ama iko kwa simu, unaweza kufungua ukaweze kusoma pamoja nami. Ana leo tunataka tuendelee. Siku ya jana nilikuwa nikikuwa mahali hapa na nikawa ninanena about the sonship, kuhusu wana wa Yesu Kristo. Na leo nitaendelea mahali ambapo nilifika jana, kwa sababu Mungu ni mwema, ametusaidia na tunaenda kusikiliza neno la Mungu. Kumbuka nimekuwa ninanena kuhusu wana wa Yesu Kristo ama sonship, na jana tuliona akawa anasema ya kwamba Mungu Baba yeye hahukumu mtu yeyote, bali hiyo hukumu ameweka mikononi mwa mwana. Na akasema ya kwamba wale waliomwamini ama wanaomwamini wao hawana hukumu, maana washawekewa kando ya hukumu, wao wanaondolewa. Hawawi ya kwamba wapitie katika hukumu, kwa maana wamemwamini na yeye ndiye uzima. Tukaona pia akisema ya kwamba yeye hawezi kufanya jambo lolote kama hawezeshwi na Baba yake. Kwa hiyo nikawa nasema ya kwamba kila jambo ambalo Kristo alikuwa akilifanya, na hata siku ya leo, kwa sababu yeye kando na ukawaida ama watu wengine waliokufa wakabaki kule kwenye makaburi na wakaoza, na mifupa zao na nyama zao na kila kitu zikaishia kule kwenye mchanga. Yesu Kristo, Biblia inasema ya kwamba Mungu anaacha mwili wake uweze kuona uharibifu. Kwa hiyo yeye hakuweza kuona uharibifu, alifufuka, na historia inanakili vizuri sana. Tuliona akasema ya kwamba wakati unakuja ambapo waliolala kwenye makaburi watasikia sauti yake. Na watakaposikia hiyo sauti, Biblia ikatuambia ya kwamba watafufuka. Na huo ufufuo nikasema hatima yake inaelekea mahali pawili. Waliotenda mema watafufuka waingie kwenye uzima, na wale waliotenda maovu ama waliokosa kumwamini mwana wa pekee wa Mungu, wao wataenda jehanamu, watateseka katika hukumu ya milele. Haleluya. Biblia inasema, leo tunataka some ni kitabu cha Yohana mlango wa 5 mstari kutoka mstari wa 31. Hapo ndipo nataka tuosome, maana jana pia nilikuwa nasoma na
niko na Biblia ya Kiswahili hapa na kwambia nitaisoma, na mahali popote ambapo wewe upo nataka tuweze kupelekana tuone kama vifungo zenye zimebaki katika kitabu cha Yohana 5 mstari wa 31 tuone kama tutafika mwisho. Tusipofika itakuwa sawa. Mstari wa 11 unasema, mimi nikijishuhudia mwenyewe ushuhuda wangu si kweli. Yesu Kristo akasema ya kwamba sio yeye mwenyewe ambaye anajitolea ushuhuda, bali Mungu ako na njia zake za kumshuhudia, kwa sababu anasema ushuhuda wa kibinafsi unaweza kuwa na uongo na unaweza kuwa umetiwa sura fulani ionekane kitu kizuri. Akasema katika mstari wa 32 ya kwamba yuko mwingine anayenishuhudia, nami najua ya kuwa ushuhuda wake anaonishuhudia ni kweli. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka ilikuwa ni wakati ambapo Yesu anajitetea, kwa sababu alikuwa amemponya mtu aliyekuwa hajiwezi kwa miaka 38, na vile alikuwa amemponya kwa siku ya Sabato. Kwa hivyo Wayahudi walikuwa wamekusanyana na wakaweza kutengeneza shauri la kumhukumu, na ndiyo akawa amesimama na anawaeleza. Wakamuuliza, wewe kwa nini hauheshimu Sabato, na kwa nini wewe unajiita mwana wa Mungu? Na ndiyo sasa yeye akaingia katika maelezo ya kuendelea kupanua. Anawaambia ya kwamba kunaye ambaye anashuhudia kunihusu, na mimi najua ya kwamba ule ushuhuda ambao anashuhudia ni wa ukweli. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Ya kwamba ule ushuhuda ambao anashuhudia ni ushuhuda wa kweli. Ukisoma mstari wa 33 inasema, ninyi mulituma watu kwa Yohana, naye akashuhudia kweli. Kuna wakati ambapo Yohana alipokuwa ameshikwa, kwa maana tunajua kwamba Yohana alikuja akawa mchumbe wa kuenenda mbele ya mwana wa Mungu Yesu Kristo, akatapiria watu kwenye nchi ya Uyahudi, Galilaya, Yerusalemu, Judea na kila mahali. Biblia inasema watu walitoka kila maeneo katika tabaka zao, wakakucha katika muda Yordani ambapo Yohana Mbatizaji alikuwa anabatiza. Na siku moja wakati ambapo Herodi alipomshika Yohana Mbatizaji akamweka kwenye sel ama kwenye chela akamfungia, Biblia inasema Yohana alituma wanafunzi wake waende kwa Yesu wamuulize, ni wewe ambaye twapasa kupokea na kuamini ama kuna mwingine? Ukisoma hiyo story, Biblia inasema ya kwamba Yesu aliwajibu na akawaambia, enendeni mkamwambie Yohana ya kwamba viziwi wanasikia, vipofu wanaona, viwete wanatembea, na ufalme wa Mungu unahubiriwa kwa watu wote, na wale wanaoupokea wanaingia. Kwa hiyo anasema ya kwamba mulipotuma wanafunzi, mulipotuma watu wakuje waende kwa Yohana. Sorry kidogo, nimeweka mushkili kidogo. Mambo ni mawili, wacha nikuelezee vizuri ya kwamba praise the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Wacha nisome vizuri halafu nikwambie ya kwamba nyinyi mlituma watu kwa Yohana, naye akashuhudia kweli. Hallelujah. Amen. Kuna mambo mawili na ndio naona ninayachanganya, maana kuna wachumbe walitoka kwa watu wakaenda kwa Yohana kuuliza kama Yesu ndiye yule aliyetumwa, na pia Yesu Kristo aliwajibu. Sasa nimeshika. Nilikuwa nasema mambo yale ambayo Yesu aliwajibu. Walikuwa wametumwa na Yohana waende wawajue kama ni ukweli, na yeye akapeana ujumbe ya kwamba endeni muambie Yohana.
hayo mambo ambayo nimeyanena. Kwa hiyo Yesu anasema ya kwamba Yohana alishuhudia ukweli. Praise the name of the Lord. Na yeye akasema, mimi nilitumwa kubatiza kwa maji, lakini yule ajaye nyuma yangu ni mkuu kuniliko, na alikuweko kabla ya mimi, na yeye atawabatiza nyinyi kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu anasema ya kwamba mulipotuma watu kwa Yohana alitabiria ama alishuhudia vizuri. 33 inasema 34 anasema, lakini mimi siupokee ushuhuda kwa wanadamu, walakini ninasema haya ili ninyi mupate kuokoka. Akasema yeye hataki ama hawezi kuhalalishwa ya kwamba yeye ndiye. Nataka unisikilize kitu kimoja, ya kwamba pale mwanzo, kabla hata Yohana Mbatizaji akuje kule katika bustani la Edeni, tayari Yesu Kristo alikuweko. Haleluya. Unaposoma maandishi, wakati ambapo nyoka alimweza kumshawishi Adamu na Eva akakula tunda, Biblia inasema ya kwamba Mungu alianza njia ya wokovu, na akatabiri na akasema ya kwamba uzao wa mwanamke, hilo neno uzao wa mwanamke linamaanisha ama linarifaa kwa Yesu Kristo, maana linasema ya kwamba yeye atakuponda ponda, atakukanyaga kichwa chako, yeye atakuweka chini ya utawala wake, yeye atakushinda, atakupea piko moja ambalo ni la milele. Haleluya. Praise the name of the Lord. Kwa hiyo anasema manabii wote waliokuwa pale katika Biblia, wote waliokuwa watu wa Mungu, kulikuweko na Ibrahimu, kulikuweko na Isaka, kulikuweko na Yakobo, na kupitia kwao na vizazi zao tunaona ya kwamba walikuwa wanaashiria. Nabii Musa alikuwa amechukua muda wake vizuri katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 18 mstari wa 15 hadi 18, na akawa anasema ya kwamba Mungu atatuma nabii kama mimi atakaye kuja kutoka katikati ya ndugu zenu, na yeye atatiwa nguvu na atanena maneno atakayoyanena yatakuwa yametoka kwa kinywa changu, hata nena mambo yake mwenyewe. Na ndiyo haya mambo ambayo Yesu Kristo anasema ya kwamba sihitaji mtu ashuhudie kunihusu, kwa sababu ile kazi ninayoifanya na mambo yale ambayo nafanya na matendo yale ambayo nayafanya ni ushuhuda tosha ya kwamba mimi ndiye ambaye nilitumwa. Haleluya. Mstari wa 35 unasema ya kwamba yeye alikuwa taa iwakayo na kung'aa, nanyi mlipenda kushangilia nuru yake kwa muda. Yesu anaongea kuhusu Yohana ya kwamba Yohana alikuwa taa iliyonitangulia, iliyokuwa inaenda kwenye giza, iliyokuwa na kusudi la kung'aa na kuwaleta wanadamu kwa nuru, kuwapea ukweli na kuwaonyesha uhalisia wa Mungu na njia ya mbinguni. Na akasema, na nyinyi mulishangilia kwa muda, mulifurahia kwa muda, lakini hamukuiendeleza. Mulijaribu kuizima hiyo taa, mukamkata kichwa, mukamuua Yohana. Haleluya. Hivyo ndio Yesu anawaambia. Nasoma mstari wa 36, anasema ya kwamba lakini ushuhuda nilio nao mimi ni mkubwa kuliko ule wa Yohana, kwa kuwa zile kazi alizonipa Baba ili nisimalize kazi hizo zenyewe sina. Haleluya. Nina zenyewe hizo kazi zenyewe sina zinazozitenda, zinawashuhudia ya kwamba Baba amenituma. Haleluya. Acha
Wacha tuendelee sasa. Praise the Lord. Amen. Anasema, wacha nirudie hiyo mstari kwa sababu ni mstari mzuri. Lakini ushuhuda nilio nao mimi ni mkubwa kuliko ule wa Yohana, kwa kuwa zile kazi alizonipa Baba ili nisimalize kazi hizo zenyewe ninazozitenda zinanishuhudia ya kwamba Baba amenituma. Unaona ile kazi ambayo Yesu alimuinua yule mtu aliyekaa pale akiwa hawezi akasimama miaka 38. Anasema kazi kama hizo zinamshuhudia. Alikuwa ameponya vipofu. Nilikuwa nimesoma ile wiki ingine tukaona ya kwamba ati Yesu aliletewa watu waliokuwa na magonjwa ya kila aina na Yesu akayaponya yote. Amen. Aliletea watu waliokuwa na mapepo wamepakawa, wamefungwa na Yesu aliwafungua wote. Kwa hivyo anasema zile kazi ambazo ninatenda zinaelezea, zinashuhudia ya kwamba mimi nilitumwa na niko katika huduma ambayo nilitumwa. Haleluya. Praise the name of the Lord. Hivyo ndivyo Yesu anatoa utetezi wake, na katika haya maneno ndio tunaona ya kwamba uwana uliwekwa ndani mwake, kwamba wana ulitiwa ndani mwake. Jana nikasema ya kwamba kwa sababu alikuwa ametamka akasema, mtajua ya kwamba mimi ni mwana wa Adamu. Nikasema ya kwamba wana wa Adamu wa kwanza walianguka wakatoka kwa njia za Bwana, lakini mwana wa Adamu wa pekee aliye mtakatifu, ambaye ndani mwake hamuna hila, hamuna mawaa, hamuna dhambi, Yesu Kristo, yeye ndiye sasa mzaliwa wa kwanza, ambaye wanaomwamini pia wanaingia katika ule mpango. Haleluya. Part 7 inasema, naye Baba aliyenipeleka amenishuhudia, sauti yake hamukuisikia wakati wowote, wala sura yake hamukuiona. Anasema Baba yangu aliye mbinguni hamukuwahi sikia sauti yake. Twajua ya kwamba Moses alipokuwa anaongoza Waisraeli alimwambia Bwana, natamani kukuona Bwana ili niweze kutosheleka. Mungu akamwambia, hawezi ukaona sura yangu, maana hakuna binadamu yeyote ambaye anaweza kuniona na akaishi. Na Mungu akampanga ili ya kwamba akasema, utaenda usimame kwenye mlima na nitasababisha utukufu wangu ukapite mbele zako, na wewe utaweza kuwa mshirika na kuwa mhusika na kuwa yule ambaye ni witness wa ule ukuu wangu. Kwa hiyo Yesu anasema hamukusikia sauti yake na hamukumuona. Praise the name of the Lord. Siku ambayo Moses alikuwa ameenda mlimani, Biblia inasema ya kwamba mtetemeko wa ardhi ukashuka, kukawa na rumbling, mambo yote, mawe ikapasuka. Sauti kubwa ikanena. Biblia inasema ni sauti ya tarumbeta. Waisraeli wakasema, hiyo sauti ni kali kwetu, hatutaki kusikia hiyo sauti, inatutisha, nena kwa njia tofauti. Na hapo ndipo Mungu aliahidi akasema ya kwamba nitamletea nabii ambaye atakuwa katikati mwenu, atatembea na nyinyi, atakuwa kama nyinyi, atazaliwa na atapitia experience yenu. Huyo ndiye atanena na nyinyi. Na kwa hivyo Yesu anasema hamukusikia sauti ya Bwana wala hamukuona sura yake, lakini sasa yeye ambaye alikuwa ananena, yeye alikuwa ndiye, kwa sababu alikuweko kutoka mwanzo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Haleluya. 38 inasema wala neno lake hamnalo likikaa ndani yenu, kwa kuwa ninyi hamwamini yule aliyetumwa na yeye. Praise the name of the Lord.
Yesu Kristo akasema, nyinyi hao ni Wayahudi, sio wewe. Na ndio nilisema jana ya kwamba hata leo usipoamini, kuna siku utasikia sauti ukiwa kaburini na utafufuka. Sasa ni heri wewe utengeneze maisha yako, maana katika kufufuka, ukishafufuka tayari mahali pale utaelekea palitengenezeka wakati ulikuwa hai. Kama ulimwamini mwana wa Mungu, wewe utaingia katika uzima. Na kama wewe ulimdharau, ukamweka kando, ukasema hanitoshi na simuhitaji yeye, Biblia inasema you will resurrect utakaposikia sauti yake. Kwa hiyo hiyo siku inakuja, wote katika ibada zao zote, katika mila zao, katika desturi zao, katika itikadi zao, katika njia zao zote watafufuka na wataenda mahali ambapo walitayarishiwa. Biblia inasema huyu ni Yesu anaongea na Wayahudi, na walikuwa wameamini, walikuwa wameshikilia dini, walikuwa watu ambao ni waadilifu, walikuwa wanafuatilia mafundisho ya Torati. Na wewe kama ungevunja, wangekupiga kwa mawe, na ndio walikuwa wanatafuta sababu hata ya kumpiga Yesu kwa mawe. Na sasa Yesu amewadisarm, ama amechukua silaha zao, na wamesimama pale wakiwa hooked, wakiwa wamemtizama, wakiwa wamemuelekezea macho, hawana cha kufanya, wanamsikiliza. Akasema ya kwamba praise the name of the Lord, hadi nyinyi mwayachunguza maandiko kwa sababu mwadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Haleluya. Nilikuwa nimekwambia maandiko yanamshuhudia, yaani mshuhudia kutoka Genesis, yamemshuhudia throughout all the whatever. Zinakuanga 36 books and to the 27 imeshuhudia about Jesus. Ukienda mpaka Revelation ikimalizia, inamalizia kuhusu Yesu. Oh, yeah. Haleluya. Yesu anasema nyinyi mnajimaliza, mnapoteza wakati wenu, mnajichosha bure, mnachukua vitabu kubwa, vitabu za dini, mnaingia ndani, mnachimbua, mnajaribu kusoma, mkidhani ya kwamba mtapata uzima katika hizo vitabu zenu, katika hayo mambo ya dini, katika hizo hayo mafundisho. Akasema uzima uko ndani mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Oh, yeah. Akasema mimi siupokei utukufu kwa wanadamu. Unaona, akajitoa akasema sijakuja nipokee utukufu. Anasema 42, lakini nimewajua ninyi ya kuwa hamna upendo wa Mungu ndani mwenu. Mstari wa 43, mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, wala ninyi hakumkunipokea. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe, mtampokea huyo. Na ni ukweli, Yesu Kristo watu wengi hawampokei, lakini wanapokea wengine wengi wanaokuja kwa jina lao na kwa makusudi yao na kwa mishoni zao, lakini yeye hawamtaki. Lakini akasema, mwawezaje kuamini ninyi naopokeana utukufu ninyi kwa ninyi, na utukufu ule utokao kwa Mungu aliye wa pekee hamutafuti. Yesu akawa na anatoa kuwakemea, akawaambia, nyinyi mnapenda kutukuzana nyinyi wenyewe, mnapenda kuinuana nyinyi wenyewe, mnapenda kupokeana nyinyi wenyewe, lakini hamupendi kumwamini yule aliyenituma. Hampendi kupokea ushauri wa yule aliyenituma. Akasema mstari kwamba mimi nitawashitaki kwa Baba, yuko anayewashitaki ndiye Musa mnayemtumainia ninyi. Wow. Hayo mambo sasa inaleta kuchanganyikiwa kidogo. Hawa watu wanaangalia Yesu, wanasema wewe unataka kutuambia Musa ni muongo? Kwa sababu sisi tunaamini ya Musa, sisi tunaamini Torati,
Sisi tunaamini amri na tunafanya kila kitu kulingana na vile tulivyoshauriwa. Lakini Yesu anasema hata yule Musa mnayesema mnamwamini alinena kunihusu. Wow. Praise the Lord. Hiyo ndio Yesu anaenda kusema. Hebu sikiliza kidogo. Kikosa yule 2 verses lisome vile yule Musa alisema kuhusu Yesu, alafu tuombe. Haleluya. Akasema, kwa maana kama mungelimwamini Musa, mungeniamini mimi, kwa sababu yeye aliandika habari zangu. Aliandika wapi? Haleluya. Praise the Lord. Akawa challenge, kama nyinyi mungemwamini Musa, mungeamini habari zangu, kwa maana Musa alinena na aliandika kunihusu. 47 anasema, lakini msipoyaamini maandiko yake, mtayaamini wapi maneno yangu? Unaona? Sikiza sasa. Sikiza mahali ambapo Moses alishuhudia kuhusu Yesu. Na ninaongea hayo nikimaliza. I will pray. Hallelujah. Amen. Twende katika kitabu cha Deuteronomy chapter number 18. Tunaanzia verse 15. Hallelujah. Amen. We are reading. Niruhusu nisome. Hapa kuna ujumbe mkubwa sana. Wakati ukipatikana, we can take time some other time to go through. Verse 15 ya Deuteronomy. Huyu ni Musa anasema, na hata nilikuwa nimetacha haya maneno aliyasema wakati wa Israeli waliokopa, walipoenda katika mlima kando kando, na mtetemeko wa ardhi ukashuka, sauti kubwa ikanena ya kupasua. Wakasema, Musa, hiyo sauti itatumaliza, hatutaki hiyo sauti, tafuta namna vile ambavyo tutawakilishwa mbele za Mungu. Ndiyo Mungu akasema, hivi sasa ndivyo Mungu alisema. Biblia inasema, hadi Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi. Msikizeni yeye. Musa akaanza kunena. Musa alikuwa nabii. Musa alikuwa a deliverer. Alikuwa ametumwa kwenda kutoa watu katika utumwa. Ukiangalia karakta zote za Musa, Musa alipozaliwa, wafalme na utawala wa siku yake walikuwa wameamrisha watoto wa kiume wauawe. Haleluya. Akaenda akafichwa. Musa alipokuwa anakuwa, ilibidi aende kule kunaitwa kwa huyu mtu anaitwa Jethro, kunaitwa aje? Haleluya. Ili mbiti aende kule kwa Jethro ajifiche, kwa sababu ilikuwa auawe. Haleluya. Praise the Lord. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Musa alienda akakaa mlimani Midiani. Musa alienda kukaa mlimani siku 40 na usiku 40 akiomba na kufunga. Hayo mambo yote tunapoenda kwa Yesu Kristo. Alipozaliwa, Herodi alikuwa amesema wana wa kiume wauawe. Haleluya. Tunaona kwamba Yesu, baba yake na mama yake wakaambiwa, endeni kule Misri mkajifiche. Wakahama hiyo itinerary ambayo Musa alienda wakati Herodi alikufa. Biblia inasema Roho wa Mungu akanena Yesu arudi, na akaenda kule Nazareti, ili maandiko yaliyoandikwa ya kwamba naye ataitwa Mnazareti yakaweze kutimia. Kwa hiyo Yesu Kristo akifikia pale, Mungu akamtia nguvu na mabavu na mamlaka kuenda kudeliver wanadamu kama vile Musa alitumwa kwenda kuokoa wana wa Israeli. Tunaona ya kwamba Yesu Kristo, nilikuwa nimesoma siku nyingine hapa, alienda nyikani akawa baada ya kuomba na kufunga siku 40 na usiku 40, aliongozwa na Roho wa Mungu nyikani kujaribiwa na shetani, walking in the same marks. Hallelujah. Moses alisema Mungu atawatumia nabii kama mimi. Exactly like him.
Praise the name of the Lord. Amen. Sikiza vile inasema mstari mwingine michache tu, I'm finishing. Dakika 2-3 I will be praying. Hallelujah. Amen. Hiyo ni verse. Wacha tusome 16. Nisipata maliza hapo mtakuwa mmeshika kitu. Akasema kama vile ulivyo taka kwa Bwana Mungu wako huko Horebu siku ya kusanyiko ukisema, nisisikie tena sauti ya Baba, sauti ya Bwana Mungu wangu, wala nisione tena moto huu mkubwa, nisije nikafa. Tunaona ndio Yesu anasema hawajasikia sauti. Sasa Mungu alipobadilisha akamleta Yesu, bado hawamwamini. Haleluya. Basi verse 17 anasema ati Bwana akaniambia wametenda vema. Huyu ni Musa kusema waliyasema. Sikiza verse 18 ya mwisho, anasema ya kwamba mimi nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe Musa. Haleluya. Musa alikuja na sheria na hukumu. Yesu alikuja na uzima na neema. Haleluya. Akasema nitakuondoshea nabii kama wewe ambaye atatoka katikati. Sikiza, acha nisome nisiongee mambo yangu. Nitakuondoshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia yote nitakayo mwamuru. Haleluya. Hayo tutayaweka pale, tutakuja kuyaona, maana Yesu alikuwa anasema ya kwamba yale ninayoyafanya ni Baba ananiamuru, maneno yale. Na ndio pale akasema, mnasema mnamwamini Musa na Musa alinishuhudia. Nyinyi ni waongo, nyinyi si wa Musa. Kama mungekuwa na yeye hapa leo, Musa angewaambia huyu ndiye mwana wa Mungu. Tunaomba. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, umeinuliwa na umetwekwa sana juu ya mambo yote. Jehova, ubarikiwe na uheshimiwe siku ya leo kwa kutunenea, kwa kutupa undani wa hilo neno. Bwana Mungu, lifuatilie hilo neno na ukaweza kulitimiliza, liweze kutekeleza mahitaji yake na makusudio yake. Saidia msikilizaji wangu Jehova, akaweze kumeditate, akaweze kutafakari juu ya hilo neno. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Mwenyezi Mungu awabariki, awatende mema. Na lanchawa yetu inaendelea. Kesho usikose kesho kutwa, na usikose Friday na siku zijazo vile Bwana atakavyotusaidia. Amen.